Mchokozi leo naja tena. Mchokozi nilo wa kunena. Mchokozi wa vichwa kukuna. Mchokozi haja kulumbana. Mchokozi mchochea wazo. Mchokozi msimika nguzo. Mchokozi mtaka mawazo. Mchokozi sitaki chukizo. Mchokozi mchochea kuni. Mchokozi msaka waneni. Mchokozi hapa ukumbini. Mchokozi wa shairi fani. Very good. Leo naja tena. Nilo wa kunena. Wa vichwa kukuna. Haja kulumbana. Mchochea wazo. Msimika nguzo. Mtaka mawazo. Sitaki chukizo. Mchochea kuni. Msaka waneni. Hapa ukumbini. Washairi fani. Nakata wa shairi hilo. Mwanzo ni shairi lipi? Kizingatia idadi ya mishororo kwa kila ubeti. Shairi hilo lina mishororo minne kwa kila ubeti. Hivyo ni shairi lipi? La bahari gani samahani? Tarbia, si ndio? Bahari ni tarbia. Haya, na tukizingatia idadi ya vipande. Idadi ya vipande katika kila mshororo. Tuna vipande vitatu. Hivyo litakuwa ni shairi katika bahari gani? Ukawa ingekuwa vine tungepata bantudi. Ukawafi. 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 Haya. Tukitumia kigezo cha urari wa vina tunapata ni shairi lipi? Urari wa vina. Vina vimebadilika au vinafanana? Kwenye vimebadilika tu ni katika kipande cha pili, vingine vinafanana. Hivyo litakuwa ni ukara. Ukara. Sasa kutoka juu mpaka chini chokozi zi. Alafu vya mwisho vilikuwa mi. Vina vya kipande cha pili ndivyo vimetofautiana. Hivyo tutapata bahari ya ukara. Itakuwa ni sakarani kwa sababu shairi hilo limo katika bahari zaidi ya moja. Najaribu kutafuta lile ambalo linaitwa tumbuizo, linaingia katika bahari ipi ama tutaweza kulipata hapa. Haya, tuendelee. Hivyo shairi hilo pia limo katika bahari ya Kikwamba kwa sababu mchokozi ni neno ambalo limetumiwa kuanzisha kila mshororo wa ubeti, na pia neno mimi limetumiwa kumalizia. Kwa sawa. Kuna kitu kingine hapo tulikuwa tujue. Umuhimu wa shairi hilo, labda limetumika katika kututumbuiza, tumeburudika sisi wenyewe. Pia linaweza kutumiwa katika kukuza matamshi bora. Sema tu mchokozi, wengine utasikia walikuwa wanasema labda mchokozi. Sasa ameweza kubadilisha. Pia inasaidia katika kukuza kasi ya usomaji. Nyingine imesaidia katika kushirikisha watu. Tumekuja pamoja. Hivyo tunaweza kupata umoja. Umuhimu mwingine wa shairi hilo mchokozi. Haya, pia nimeona uhuru wa mshairi katika shairi hilo mchokozi la Timothy M. Arege. Kwa mfano, ubeti wa kwanza mshororo wa pili, nilo wa kunena badala nilie wa kunena. Amefupisha nilie likawa nilo wa kunena. Hata pia naja ingekuwa ninakuja.
Hivyo ameweza kutumia mbinu ya inkisari kufupisha. Alafu kuna uradidi, maneno mbalimbali yamerudiwa, tukianzia mchokozi, neno mimi, kuna sauti zimerudiwa kama vile na, zo, ni na kadhalika. Haya, pia kuna mahali ameboronga sarufi. Anasema mchokozi wa shairi fani mimi. Ingefaa iwe mimi mchokozi wa fani za mashairi. Ameweza kuboronga sarufi pale. Tunajua sentence ingeanza kwa nomino ambayo inatueleza nini kinafanywa, the subject, alafu tuingie the object hivyo. Lakini yeye ameanzia kivumishi kisha kaingia maelezo yake ya vielezi akamalizia na nomino. Ingekuwa mimi mchokozi wa fani